Mwone ajabu, Mwinjili Yohane anapoanza kututangazia habari njema ya Injili, anatuunganisha moja kwa moja na kazi ya uumbaji. Mungu ndiye muumbaji. Mungu ndiye chimbuko la kila kiumbe kilichopo. Mungu ndiye chimbuko la kila mwanadamu. Na mwanadamu ameunganishwa na Mungu kwa namna ya pekee. Ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hiyo ni hadhi ya pekee na ni hadhi ya juu kabisa miongoni mwa viumbe vyote. Lakini huyu aliyepewa hadhi kubwa namna hiyo hakudumu katika hadhi yake. Amekuwa mgeugeu, amekuwa msaliti, amekuwa muasi. Na ndio maana Mungu akaahidi Masiha, akaahidi kutuletea Mwokozi atakaye tujalia mwanzo mpya. Na huu mwanzo mpya haukuletwa na mwanadamu, haidhuru. Huu mwanzo mpya ni tunda la kuzaliwa kwa Mwokozi, yule ambaye amedokezwa katika Injili ya awali. Pengine nikiwauliza Injili ya awali ni ipi, mnaweza nyote mkagwaya. Hebu niwaulize, wangapi ambao kila siku wanajitahidi kusoma walau mistari miwili ya Biblia? Nyosha mkono. Mmoja, wawili, watatu, wanne. Wanagoba Maria, kwa mkao huo mna utapiamlo wa kiroho. Mna nini? Utapiamlo wa kiroho. Asiyejua neno la Mungu hamjui Kristo, na kutokumjua Kristo ni utapiamlo uliopindukia. Hicho ninachokisemea kuwa injili ya kwanza, injili ya awali, kinapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 15. Katika kitabu hicho au sura hiyo tunakutana na wanadamu walioasi, waliosaliti wito wao na hadhi yao. Kwa maneno mengine, wanadamu waliotopea katika dhambi. Lakini Mungu hakupenda kamwe dhambi iwe na kauli ya mwisho. Wakati ule wa mwanzo, lakini hata leo, sio utashi wa Mungu kwamba dhambi iwe na kauli ya mwisho. Kauli ya mwisho ni upendo wake, ni huruma yake, ni wema wake ambao umejidhihirisha katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye aliahidiwa kwa yule Eva wa zamani alipotenda dhambi. Aliambiwa, nawe na huyu nyoka aliyekudanganya nitaweka uadui kati yenu, kati yako wewe na yeye, nawe utamponda kichwa kwa kisigino chako, naye atatafuta kukuponda kisigino, lakini hataweza. Hataweza kwa sababu Mungu hatamkomboa mwanadamu kwa njia ya kawaida. Atamkomboa mwanadamu kwa njia ya pekee,
njia ya unyenyekevu, njia ya wema, njia ya huruma, ambao ni Mungu mwenyewe anatukomboa kwa kuja kwetu. Wale mliohudhuria misa ya usiku, somo la Injili tulilosomewa, mmesikia Yosefu aliambiwa mtoto atakayezaliwa, mtoto wa kiume, ataitwa Yesu. Na Yesu manake ni Mungu anayeokoa. Rudieni. Huyo ni nani? Yesu. Kwa hiyo semeni Yesu, maana yake ni Mungu anayeokoa. Na anaokoaje? Anaokoa kwa kujishusha, kwa kujifanya mdogo kuliko viumbe vyote, kwa kuwa Mungu pamoja nasi. Amejishusha akakubali kuwa Imanueli. Naomba mrudie. Na Emanueli maana yake ni Mungu pamoja nasi. Sasa katika injili yetu ya leo, mwinjili Yohana anatuambia kwamba huyu neno wa milele wa Mungu aliyejishusha akaja kwa watu wake, hawa watu wake wakawa ni vioja. Kuja kwake ni tendo la upendo, ni tendo la huruma,